mtazamaji wa VOC Media kwa habari na matukio yanayoendelea nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Utakuwa na mimi Anastasia Claudi kwa habari za kitaifa na Alfani Rajabu kwa upande wa habari za kimataifa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kitaanza ziara ya operation ya no reform no election kwa kanda ya kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na viongozi na makada, watagawanyika katika makundi mawili na kila eneo la mkutano utakuwa na viongozi. Kundi la kwanza litaongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akiambatana na makamu mwenyekiti wa Bawacha Elizabeth Mwakimomo, mwenyekiti wa Bavicha Taifa Deogratias Mwahinyila, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob na kanda Rosemary Maemba, ambao watafanya mikutano katika maeneo ya Dodoma mjini, Mlali Kongwa na Mpwapwa mjini. Kundi jingine litaongozwa na kaimu katibu mkuu John Manyika, kada Godbless Lema, mwenyekiti wa Bezacha Susan Laimo na katibu mkuu Bavicha Dua Laimzito, ambao watafanya mikutano Dodoma mjini, Mrijo Chemba, Kondoa mjini na Pahi Kondoa vijijini. Bodi ya Utalii Tanzania TTB imesema itaendelea kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo teknolojia ya kuona kwa kutumia miwani maalum VR katika kampeni zake za kutangaza vivutio vya watalii vilivyopo nchini ili kuongeza hamasa kwa watalii wa ndani na nje ya nchi. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa masoko wa TTB Ernest Mwamaja alipokuwa akizungumza katika maonesho ya kimataifa ya utalii ya Kiel Fair yanayofanyika jijini Arusha, ambapo teknolojia hiyo mpya inalenga kuwawezesha watu kuona kwa uhalisia vivutio vya watalii kabla ya kuamua kuvitembelea. Tumetengeneza maudhui ya vivutio vyetu kupitia teknolojia ya VR. Hii inawezesha mtazamaji kuona hifadhi, milima, fukwe na mbuga zetu kwa uhalisia wa karibu kabisa kupitia miwani hiyo maalum. Tunaamini njia hii itachochea ari ya kutembelea maeneo husika, amesema Mwamaja. Aidha, amesema ushiriki wa TTB katika maonesho ya Kiel Fair ni fursa muhimu ya kukutana na wadau wa sekta ya utalii kutoka ndani na nje ya nchi, ambapo wanapata nafasi ya kujadili mikakati ya pamoja ya kukuza utalii na kuongeza idadi ya wageni wanaokuja nchini. Kufuatiwa kwa sakata la kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Gwajima kufungiwa, sasa uongozi wa kanisa hilo umetoa utaratibu mpya wa ibada za kanisa hilo, huku baadhi ya matukio muhimu yakiahirishwa. Hali hii inaonekana baada ya msajili wa jumuiya ya kiraia Emmanuel Kampa kutangaza kulifutia kanisa hilo, ikidaiwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, ikiwa ni ukiukaji wa sheria ya jumuiya ya sura 337. Hata hivyo, katika kuendelea kuhakikisha agizo hilo linafuatwa, kwa jana Jumapili katika kanisa hilo hali ya ulinzi inaonekana kuimarishwa ili kuhakikisha hakuna anayeingia katika kanisa hilo, kitendo ambacho kimesababisha waumini wa kanisa hilo kufanya ibada nyumbani. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imetangaza kuwa nchi hiyo imejiondoa wanachama wake katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati ECOWAS. Ilitaja kutengwa kwa Rwanda katika mkutano wa 22 wa kawaida wa ECOWAS katika mji mkuu wa Kongo wa Kinshasa mnamo 2023 chini ya mwenyekiti wa DRC ndiyo sababu. Wakati huo huo, uteuzi wa mwenyekiti mpya wa ECOWAS uliokuwa umepangwa katika mkutano wa Jumamosi uliahirishwa baada ya DRC kuripotiwa kupinga uhamisho wa mwenyekiti wa zamu kutoka Guinea ya Ikweta hadi Rwanda. DRC inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC, jambo ambalo Kigali inakanusha. ECOWAS imelikosoa kundi la waasi na kutoa wito kuondoka mara moja kwa majeshi ya Rwanda katika eneo la Kongo. ECOWAS iliundwa mwaka 1983 ili kutetea shughuli za kiuchumi na kijamii, hasa katika nyanja za viwanda, usafiri na mawasiliano, nishati, kilimo, maliasili, biashara, desturi na masuala ya fedha, rasilimali watu, utalii, elimu, utamaduni na sayansi na teknolojia. Nchi wanachama wake ni pamoja na Angola, Burundi, Cameroon, Kongo, Gabon, Equatorial Guinea, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Sao Tome and Principe na Chadi. Nihamie nchini Colombia. Mgombea wa rais wa upinzani nchini Colombia aitwaye Miguel Uribe Turbay yupo kwenye hali mbaya baada ya kupigwa risasi kichwani akiwa anaongea na wananchi katika eneo la Bogota. Polisi nchini humo wamethibitisha. Video iliyosambaa mtandaoni inaonyesha Miguel akihutubia kisha baadaye akapigwa risasi zilizomfanya kumwaga damu nyingi, ambapo amepelekwa hospitali akiendelea na matibabu. Imeripotiwa kuwa walinzi wa mgombea huyo ambaye pia ni seneta nchini humo wamerushiana risasi na mtu aliyempiga risasi Miguel, ambapo tayari mtu huyo amekamatwa kwa mahojiano. Aidha, rais wa Colombia Gustavo Petro ameeleza masikitiko yake kufuatia tukio hilo, ambapo amesema maumivu aliyopata mgombea huyo ni maumivu ya taifa zima. Sijui ni jinsi gani nitapoza maumivu yake, huku serikali ya Colombia ikitoa taarifa ikilaani vikali shambulio hilo. Nihamie nchini Marekani.
Viongozi watano kundi la mrengo wa kulia la Proud Boys ambao walipatikana na hatia kuhusika na ghasia zilizotokea bungeni za Januari 6, 2021 wameshtaki serikali ya Marekani wakitaka dola milioni 100 wakidai kuwa haki zao zilikiukwa wakati waliposhtakiwa. Watano hao walipatikana na hatia ya kupanga njama ya kushiriki katika ghasia za kutaka kubadilisha matokeo baada ya Rais Donald Trump kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kesi hiyo iliyowasilishwa Florida siku ya Ijumaa inadai kuwa maafisa wa FBI na waendesha mashtaka walikuwa na upendeleo wakati wa kuendesha kesi zao. Kesi hiyo iliyowasilishwa Florida siku ya Ijumaa inadai kuwa maafisa wa FBI waendesha mashtaka walikuwa na upendeleo wakati wa kuendesha kesi hiyo. Wanahoji kuwa haki zao za kikatiba zilikiukwa kwa kuwaadhibu na kuwakandamiza washirika wa kisiasa wa Trump. Shirika la ulinzi wa raia wa Gaza limesema mashambulizi ya Israel siku ya jana Jumapili yamewaua takriban watu 10 wakiwemo wasichana 2 katika ukanda huo. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Bazar amesema miili ya watu 3 waliouawa na majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya Nasir iliyo katika mji wa kusini wa Gaza, Rafah. Watu hao walikuwa wakielekea katika kituo cha usambazaji wa misaada kinachoshukiwa kuwa na uhusiano na Israel na kinachoungwa mkono na Marekani, GHF. Watu hao walikuwa wakielekea katika kituo cha usambazaji wa misaada kinachoshukiwa kuwa na uhusiano na Israel na kinachoungwa mkono na Marekani, GHF. Wakati vikosi vya Israel vilipofyatua risasi kwa madai kwamba walikatiza katika maeneo yasiyoruhusiwa na vikosi vyao. Madai haya yanajiri wakati waziri wa ulinzi wa Israel Katz akisema kwamba ameliagiza jeshi kuzuia msafara wa misaada unaojumuisha wanaharakati wa mazingira wa Sweden, Greta Thunberg, kutokutia nanga kwenye ukanda wa Gaza. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Santos FC, Neymar Jr, amethibitishwa kuambukizwa na virusi vya COVID-19 kwa mara ya pili. Hii ikiwa ni baada ya kuanza kuonyesha dalili siku ya Alhamisi Juni 5. Klabu ya Santos imetoa taarifa rasmi Neymar alifanyiwa vipimo na kuthibitishwa ana virusi vya corona. Na sasa yupo nyumbani akiendelea na matibabu na dalili chini ya uangalizi wa madaktari. Hii ni mara ya pili kwa Neymar Jr kuambukizwa COVID-19. Mara ya kwanza ilikuwa 2021 akiwa na klabu ya PSG. Kwa sasa star huyo mwenye mashabiki mamilioni hayumo kwenye mazoezi wala mechi hadi hali yake itakapoimarika. Ureno yaandika historia mpya baada ya kutoa taji la UEFA National League mara 2 tangu mashindano hayo yaanzishwe, ambapo nyota wa mpira wa miguu Cristiano Ronaldo ameongoza timu hiyo. Katika mchezo huo ambao ulimalizika kwa sare ya magoli 2-2 dhidi ya Spain na kupelekea kwenda hatua ya mikwaju ya penalty, ambapo Ureno iliibuka kwa ushindi wa mabao 5-3, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Munich, Ujerumani. Mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappe haoni kama Mo Salah anaweza kuwa miongoni mwa wachezaji wanaogombania tuzo ya Ballon d'Or, huku akiwataja mastaa wawili katika tuzo hiyo. Ikumbukwe kuwa mchezaji wa Manchester City Rodri ndiye ameshikilia tuzo ya Ballon d'Or, huku wadau wa soka wakisema hawaoni nafasi yake ya kuchukua tena tuzo hiyo ya Ballon d'Or, ambapo wameungana na star wa Real Madrid Kylian Mbappe na kusema anawapa nafasi Dembele pamoja na Lamine Yamal. Naweza nikasema kuwa tumefikia tamati ya habari na matukio mbalimbali duniani. Ulikuwa nasi Halfani Rajabu pamoja na Anastasia Cloud. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uwe kwanza kupata taarifa zetu.